Utafiti mpya umeonyesha kuwa idadi ya vijana wa Marekani wanaojihusisha na ushoga imepungua kwa kiasi kikubwa katika miaka hivi karibuni baada ya zaidi ya muongo mmoja wa ongezeko kubwa. Kwa mujibu wa data zilizochambuliwa na profesa wa siasa Eric Kaufman kutoka chuo kikuu cha Buckingham, asilimia ya wanafunzi wa vyuo vikuu wenye umri kati ya miaka 18 hadi 24 wanaosema hawatambuliki kama wanaume wala wanawake ilifikia kilele mwaka 2023, lakini imeshuka kwa karibu nusu kufikia mwaka huu. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa mwaka 2023 takriban asilimia 7 wanafunzi walijitambulisha kama wasenge, lakini mwaka 2025 idadi hiyo imeshuka hadi chini ya asilimia 4. Utafiti huo pia ulibaini mabadiliko mapana katika utambulisho wa kimapenzi. Asilimia ya wanafunzi wa jinsi moja imeshuka kwa karibu alama 10 za asilimia katika kipindi hicho. Upungufu huo ukitokana zaidi na kupungua kwa vijana wanaojitambulisha kama mashoga au majina mengine yanayofanana na hayo. Wakati huo idadi ya wanafunzi wanaojitambulisha kama wanaovutiwa na jinsia tofauti imeongezeka kutoka asilimia 68 mwaka 2023 hadi asilimia 77 mwaka 2025. Kaufman alisema wanafunzi wachanga zaidi wana uwezekano mdogo wa kujitambulisha kama wasenge kuliko wanafunzi wa miaka ya juu, akitafsiri jambo hilo kama ishara ya mtindo wa kijamii inayobadilika. Kupungua kwa utambulisho wa wasenge hakuonekani kutokana na matumizi madogo ya mitandao ya kijamii, kuongezeka kwa dini, mabadiliko ya kisiasa au kupungua kwa imani katika itikadi, aliongeza Profesa Kaufman. Ripoti hiyo pia imehusisha sehemu ya mabadiliko hayo na kuboreka kwa afya ya akili miongoni mwa wanafunzi baada ya kipindi kigumu cha janga la uviko 19. Profesa Kaufman alihitimisha kuwa mwenendo huo unaonyesha kile alichokiita mabadiliko makubwa na yasiyotarajiwa kitamaduni miongoni mwa vijana wa Marekani baada ya miaka mingi ya ongezeko la tofauti wa kijinsia na kimapenzi. Ni mwelekeo mpya unaodhihirisha kuwa mawazo ya kitamaduni yanahusiana na jinsia na utambulisho unaingia katika hatua tofauti kabisa kwa sasa, alisema Profesa Kaufman.